Karibu katika episode ya 6 recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 5, hakikisha unagusa hicho pop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako ili tuweze kwenda pamoja. Tulipokomea katika episode ya 6 ni mara baada ya Mwamba Seo-Cho kusema kwamba bidada atakwenda kuchagua ni nani adeti naye, ila kwa sasa atakwenda kudhihirisha silika yake kwamba yeye ni tajiri. Mwamba Kim-shin alipigwa na mshangao wa ajabu sana, akiwa haamini kabisa kwamba huyu bwana mdogo eti ni mtoto wa mkurugenzi, yani kwa maana ni mlisi mtarajiwa. Imekaaje? Na ile anafika tu nyumbani anakutana na yule mwanamke kutokea katika maisha ya baadaye, akawa anamuuliza ni kwa nini ulinikataza kudeti na bidada Min-rae. Huyu mwanamke akasema kwamba ili uwe na baadaye njema katika maisha yako, kamwe katika maisha yako usije kadeti na bidada Min-rae hata siku moja. Kisha huyu mwanamke kutokea katika maisha ya baadaye akawa anaondoka. Mwamba Seo-Cho siku ya kesho kazini siana kutana na bidada Min-rae kiaibu hivyo hivyo. Bidada jana alimtolea nje mbele ya pati kubwa aliyokuwa ameiandaa, basi akawa amemsalimia mambo, alafu baada ya hapo Mwamba akawa anaondoka zake yani. Lakini pia bidada Min-rae wakati anaingia katika lift siana kutana na Mwamba Kim-shin, namna ambavyo alikuwa kitazamana kulikuwa kuna hali ya huzuni fulani hivi. Yaani ukweli ni kwamba Kim-shin amekathirika sana kutoka ile siku alipoweza kumuona Seo-Cho akiwa anamtongoza bidada mbele za watu. Sasa yeye baada ya kumchukia Seo-Cho, yeye anamchukia huyu bidada Min-rae. Hasa huyu mama mmiliki wa kampuni alikuwa amemkabidhi yule mwanamke mwana maono ama mwanamke aliyetokea katika maisha ya baadaye chumba kizuri sana cha hoteli, na alimwambia kwamba ataishi hapo siku zake zote. Lakini kama walivyokuwa wamesema wahenga, hakuna kitu cha bure duniani. Huyu mama alikuwa amemtegea CCTV kama zote, kwa alikuwa anamchunguza kwa kila kitu ambacho anakifanya, na alikuja kuigundua siri ya kwamba huyu ndio bidada Min-rae wa baadaye. Hasa huyu mwenyekiti alitamani pia kumfahamu bidada Min-rae. Kwa kuna wakati mwenyekiti alikuwa anavaa mavazi ambayo yatasababisha asiweze kugundulika mitaani, na akawa anamchunguza bidada Min-rae kimya. Lakini siku ya leo bidada Min-rae akiwa katika eneo fulani hivi la mgahawa, kumbe huyu muuza mgahawa bana alikuwaga ni mwandishi mzuri sana wa script, lakini alikuja kustaafu baada ya kutimiza miaka 40. Sasa alipoweza kumwona bidada Min-rae anahangaika kupata idea ya kipindi kipi ambacho kitakwenda kuanzishwa, basi akawa amempa idea moja kali sana. Bidada alipoweza kuipata ile idea akaipeleka kule ofisini, na ofisini walimpongeza kwa sababu ilikuwa ni bonge la idea. Sasa huyu bidada Gayang ambaye anampenda sana bidada Min-rae, siku ya leo akamfuata kaka yake na bidada Min-rae na akaanza kusema kwamba unaonaje huyu bidada tumuongeze cheo, kwa sababu kazi anazozifanya hazifanani kabisa na cheo chake. Lakini kaka mtu akasema mtu yote mgeni hapaswi kabisa kuongezwa vyeo haraka namna hiyo, huyu anatakiwa kuvumilia sana ili aweze kuizoea kazi yake vizuri. Lakini kumbe kaka mtu naye alikuwa amelizia kabisa mdogo wake kupandishwa cheo, basi akawa amemfuata kimya na akampatia zawadi ya viatu, kisha akasema kuanzia leo hii utapanda cheo katika ofisi na utakuwa mwandishi rasmi kabisa wa makala zetu. Baada ya hapo kaka mtu akamfuata Mwamba Kim-shin akamwambia kwamba bidada Min-rae kuanzia sasa hivi tumempandisha cheo, atakuwa ni mwandishi rasmi wa makala. Lakini Mwamba Kim-shin hakujibu kitu chochote kile. Kumbuka wanakaa ugomvi ka chini na bidada Min-rae, wamenuniana yani. Sasa wazo la kipindi kipi ambalo bidada Min-rae alikuja nalo ni kwenda kutembelea majumba ya kale aliyokuwa ameweza kutelekezwa na kuonesha watu namna gani hayo majumba yalivyo. Na kura zikamwangukia bidada Min-rae kama kamera woman, yani atakuwa anashika kamera, lakini pia Mwamba Kim-shin ndiye atakayokuwa anaonesha watu maeneo yalivyo. Sasa bahati mbaya bidada Min-rae hajui kutumia kamera, kwa hiyo ikabidi wamwambie Seo-Cho aweze kumfundisha bidada namna ya kutumia kamera. Hasa Mwamba Seo-Cho kabla ya kuanza kumfundisha bidada Min-rae chochote kile, kwanza akamwomba msamaha kwa kuweza kumtongoza siku ya jana. Hakujua kabisa kwamba bidada atakuwa anampenda Mwamba Kim-shin, akamwomba msamaha sana. Lakini bidada akasema usijali bana, ila kuna mwanamke mmoja ambaye ametokea katika maisha ya mbele. Huyu mwanamke aliniambia kuwa kama nikija kudeti na huyo Mwamba Kim-shin nitakuja kuwa na hatima mbaya sana, kwa hiyo hata sielewi nini ambacho kitakwenda kutokea mbele yangu. Lakini Mwamba Seo-Cho akamwambia bidada, huenda wewe ulianza kumpenda huyo jamaa baada ya kuambiwa kwamba ndiye atakaye kuja kuwa mume wako wa baadaye. Labda usikilize moyo wako kwa mara nyingine. Je, una upendo wa kweli na huyo jamaa au hauna? Basi bidada baada ya kuelekezwa matumizi ya kamera, moja kwa moja akamchukua Mwamba Kim-shin, ndio akawa anaelekea katika hilo jumba ambalo limeweza kutelekezwa, jumba la kale sana. Mwanzoni wakati wanaingia walikuwa wanaogopa kweli, kwani kulikuwa kuna giza kubwa na matando mengi ya buibui. Bidada akiwa ndani ya hilo jumba, Mwamba Seo-Cho akazidi kumtumia message akimwambia kwamba je, uko salama ndani ya hilo jumba au unaogopa sana nije kusaidia? Hasa Mwamba Seo-Cho akiwa yuko bize tu hapa anaendelea kuchati na bidada ambaye yuko ndani ya ule mjengo, basi Hajun naye akatimba katika mitaa hiyo. Seo-Cho akaanza kumsimulia bidada Hajun stori zake za udogoni, akimwambia kwamba nilipokuwa mdogo nilipewaga magari mengi sana na midoli mingi sana ya kuchezea, lakini mimi niliwahi kuvutiwa na mdoli mmoja tu ambao ulikuwa unauzwa, lakini nilikuwa nikipambana kila siku kuhakikisha kwamba naupata huo mdoli. Ndipo ambapo sitokata tamaa kumpata bidada Min-rae. Haya maneno ndani ya moyo wa bidada Hajun yalikuwa ni makali sana, kwa sababu anampendaga sana huyu Mwamba Seo-Cho. Mwanzoni alikuwa akimpendea pesa, lakini amejikuta sasa hivi anampenda tu kama alivyo. Dada Hajun siku hiyo alikunywa sana pombe, haamini kabisa anayoyasikia kutoka katika kinywa cha Mwamba Seo-Cho, na alilewa kiasi ambacho ilikuwa inakuwa ngumu sana kwa yeye kuweza kurudi nyumbani, mpaka mwanamke mmoja akaja kumsaidia. Hasa yule mwanamke kutokea katika maisha ya baadaye akawa anamlaumu sana kaka mtu wa bidada Min-rae na kumwambia kwamba ni kwa nini umemruhusu mdogo wako aende yeye pamoja na mwanaume katika lile jumba la zamani, yani kwa maana ya Mwamba Kim-shin. Sasa kaka mtu aelewe huyu mwanamke analalamika vitu gani bana, wakati wale wameenda kufanya
kazi tu kule. Lakini huku upande wa pili katika jumba lililoweza kutelekezwa, Mwamba alikuwa akimhudumia bidada Minrei ambaye alikuwa ameumia katika eneo lake la mguu. Sasa namna alivyokuwa akiweza kumkea bidada Minrei ndo anakufa kabisa, yaani anampenda huyu jamaa so poa. Huku nje kaka mtu anazidi kumwambia yule mwanamke aliyetokea miaka ya mbele kwamba hawawezi kufanya kitu chochote kile, wale watu wako kule kufanya kazi pekee. Lakini yule mwanamke akasema hapana, watafanya kitu wale. Sasa kaka mtu akawa anaongea, mbona unaongea kwa kujiamini, una maana gani? Lakini huyu mwanamke akaamua kujidhihirisha wazi na kusema kwamba mimi nimetokea katika miaka ya mbele na mimi ndio Minrei mdogo wako. Kaka mtu alipokuwa akiasikia maneno ambayo huyu mwanamke anayeongea, akaona kwamba huyu ni kama chizi au ajitambue hivi, akawa anamwacha zake anaondoka. Hasa huku ndani ya mjengo ulioweza kutelekezwa, kama yule mwanamke mtabili alipokuwa amesema kwamba lazima kuna kitu kitaendelea, na ni kweli kabisa. Mwamba kimshini alikuwa anamsogelea bidada, anataka kumkisi, ila bidada Minrei akawa ameshtuka, akajikuta tu anakosa ujasiri, na huyu akawa anageuka zake bana. Basi ikabidi waendelee kufanya kilichoweza kuwaleta, wakaendelea kushuti ndani ya huu mjengo ambao uliweza kutelekezwa. Waliingia katika chumba ambacho kina ukimya mkubwa, na wakaja kugundua kwamba kulikuwa kuna albamu ya picha ambayo inaonyesha mke na mume, na mume ambaye alikuwa anamiliki nyumba hii alikuwa ameacha ujumbe, na huu ulikuwa ni ujumbe ambao mume mtu alikuwa amemwachia mke wake kipindi ambacho Mwamba alikuwa anaumwa sana na alikuwa atarajii kabisa kuweza kupona. Lakini Mwamba alipoweza kufa tu, basi naye mke mtu akawa ameandika ujumbe kwamba aweze akaishi akajiua. Dada Minrei alisikitika sana, akasema wakati mwingine ni ngumu sana kukubaliana na maamuzi sahihi katika upendo. Baada ya kutoka katika hilo jumba bovu la miaka ya zamani sana, wakaelekea mjini na wakakutana na mwamba mmoja anayefahamika kama Samho, na huyu jamaa ndiye alikuwa ameandika vitabu kwamba ndani ya lile jumba kuna mizimu. Kwa hiyo mission ya kina Kimshini pamoja na bidada Minrei ilikuwa ni kwenda kupeleleza, je, ni kweli kuna mizimu mule ndani au hamna. Sasa walipogundua kwamba mizimu haikuwepo, basi wakamfuata huyu jamaa anayefahamika kama Samho. Jamaa akawa anasema kwamba mimi niliandika kile kitabu lengo nipate watazamaji tu, ni muhimu wakati mwingine kuandikia watu vitu ambavyo havipo ili kidogo upate watazamaji wengi. Kwa kweli Mwamba Kimshini alikasirika sana, akasema wakati mwingine unapotuagiza kufanya makala yoyote ile, tuambie ukweli wote ambao unaojua, sio unatuambia vitu vya kijingajinga na vya uongo, sisi tunakwenda kupoteza muda wetu kule. Basi kaka yake na bidada Minrei akimtazama Kimshini na mdogo wake namna ambavyo wanafanya kazi kwa ukaribu, akajikuta anavutiwa sana na wapenzi yao. Akawaza kwamba hivi ni kweli kabisa hawa watu hawapaswi kuwa wapenzi. Kaka mtu ili kudhibitisha kwamba yule mwanamke aliyetokea maisha ya baadaye ni kweli ni mdogo wake, basi akasema kwamba anahitaji kupata nywele yake. Basi alipoweza kupata nywele yake, moja kwa moja akaelekea hospitalini akaitest na akagundua kwamba ni kweli huyu ni mdogo wake. Na kaka mtu akamfuata mdogo wake akamwambia kwamba kuanzia sasa hivi sitaki kabisa uendelee kufanya kazi katika kile kitengo ambacho upo. Lakini kaka mtu hakuishia hapo, akamfuata Mwamba Kimshini na kumwambia kuwa Minrei ni mdogo wangu na nimefanya maamuzi ya kumhamisha kitengo ambacho anafanyia sasa hivi ahamie katika kitengo kingine tofauti kabisa. Aisee, Kimshini ndo anagundua kwamba kumbe alikuwa anafanya kazi na shemeji mtu pasipo kujua. Akasema kwamba kumbe ni mdogo wako, na Kimshini wala hakutaka kubisha kabisa, akasema sawa, nimekubaliana na wewe. Moja kwa moja akamfuata bidada Minrei na akasema kwamba kakako ameomba uweze kuhamishwa kitengo ulichonacho sasa hivi uhamie katika kitengo kingine. Lakini mdogo mtu akasema hapana baba, mimi nataka niendelee kufanya kazi na wewe katika kitengo kimoja. Lakini Mwamba akazidi kukazania kwamba unatakiwa kumsikiliza kakako kwa kila ambacho anakwambia, sawa Hii kauli ilimkera sana bidada Minrei, kwani alitegemea jamaa pia angeng'ang'ania kufanya naye kazi, lakini jamaa yuko kawaida tu na anasapoti maamuzi ya kaka mtu. Lakini Mwamba Seocho alipopata taarifa ya kwamba bidada Minrei anatakiwa kuacha kile kitengo anachofanyia amie katika kitengo kingine, alimkataza na akamwambia kwamba fanya kazi pale pale na Mwamba Kimshini, moyo wako tu ndio unatakiwa kucontrol. Hasa bidada haelewi kabisa amsikilize nani, kwa sababu kila mtu anamshauri na anatoa sababu zake maalum. Na ili kumtia moyo bidada, moja kwa moja Mwamba Seocho akamtoa out na wakala sana siku hiyo tambi. Sasa wakati wanaendelea kula tambi, bado bidada ya Juni alikuwa anatembea jirani yao. Mwamba akawa anampa ishara bidada ya Juni kwamba aondoke kabisa, akae mbali naye. Kidogo mizunguko ya Mwamba Seocho na bidada Minrei ilisababisha bidada Minrei kupata moyo sana wa kuendelea kufanya kazi katika ile kampuni. Sasa huwezi kuamini, kesho yake bidada anaelekea ofisini, anagundua kwamba siti yake imekaliwa na mtu mwingine kabisa. Mwamba Seocho alimaindi sana, akamfuata mkurugenzi msaidizi hapa ndani na akamwambia kwamba kuanzia sasa hivi nataka bidada arudishwe katika nafasi yake, fanya haraka sana. Lakini jamaa akamtazama Seocho kwa dharau, akamwambia kuwa wewe unaniamrisha kama nani? Wewe kama mpiga picha au? Mwamba alimaindi sana na akajisemea kimoyomoyo kwamba kama nikija kuwa mwenyekiti wa hii kampuni naahidi kwamba nitakwenda kumrudisha bidada katika nafasi yake. Kisha akawa anaondoka kwa hasira sana. Hasa Kimshini alikuwa anashuhudia haya yote ambayo Mwamba Seocho alikuwa anayafanya. Alitamani kwenda kuongea naye, lakini kaka yake na bidada Minrei akawa amemzuia Kimshini na kumwambia kwamba acha kabisa, usimfuate Seocho. Kaka mtu akasema ana haki mdogo wangu kuondolewa katika nafasi yake kwa sababu alikuwa amepanda cheo wakati hana uzoefu mkubwa sana katika kampuni. Ni haki kabisa, bora ametolewa katika eneo lile. Lakini huku bidada Minrei yuko busy sana kujihudumia katika lile jela lake ambalo alikuwa amelipata katika lile jumba la kale. Basi moja kwa moja Mwamba Seocho alikuwa yuko kando yake, akamchukua na kumpeleka hospitali. Licha ya kwamba bidada alikuwa ameondolewa katika nafasi aliyokuwa nayo, lakini bado hakukosa kufika ofisini kila siku. Na siku ya leo Mwamba Kimshini alikuwa anasoma habari. Tena hii habari ilikuwa imeandikwaga na bidada Minrei zamani kidogo. Basi bidada kumsikia Mwamba Kimshini anasoma habari
habari ambayo mwenyewe alikuwa ameiandika alijikuta na tabasamu tu. Na Mwamba alipomaliza tu kuweza kutangaza ile habari, moja kwa moja akawa anaondoka. Bidada Mirei akawa anamfuata jamaa, anamuita, lakini jamaa yuko busy tu, akawasha gari, huyo anaondoka. Lakini pia bidada akawa anahangaika kumpigia jamaa simu, lakini jamaa haokoti simu kabisa. We bwana we, nini hatima ya penzi hili? Mbona mambo yanazidi kuchangamka kila dakika? Ni kusiwe ambaye bado hujagusa alama ya kusubscribe